Asubuhi ya leo mpenzi mtazamaji, hali gani? Ndugu zangu, dada zangu, ni matumaini yangu ya kwamba hali yako ipo salama. Bado unazidi na kumtumainia Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ambaye hatuachilii. Mwenyezi Mungu ambaye anatupenda kila wakati. Basi ninakukaribisha katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka. Tuzidi na kubarikiwa pamoja na mtumishi wa Mwenyezi Mungu ambaye ni Pastor Zacchaeus Kaesa kutoka kanisa la ABC Kithiani, Mkapa-Soret, Makueni, Sub Quarter. Yuko hapa tayari kabisa ili akaweze na kutuletea neno la Mwenyezi Mungu ambalo ninaamini kwamba litakuwa ni la baraka kwetu. Karibu tubarikiwe pamoja. Ujambo mtazamaji wangu, karibu kwenye kipindi Manyunyu ya Baraka asubuhi njema ya leo. Ni wakati mwingine ambapo Bwana ametujalia kapata somo la kutuongoza katika kitabu cha Luka Mtakatifu sura ya 23 aya 50 hadi 56. Na tazama, akatoka mtu mmoja jina lake Yusufu, ambaye ni mtu wa baraza, mtu mwema mwenye haki, wala hakulikubali shauri la tendo lao. Naye ni mtu wa Arimathia, mji mmoja wa Wayahudi, tena anautazamia ufalme wa Mungu. Mtu huyo alikwenda kwa Pilato akataka kupewa mwili wa Yesu. Akauzika sanda ya kitani, akaweka katika kaburi ulilochongwa mwambani, ambalo hajalazwa mtu bado ndani yake. Na siku ile ilikuwa siku ya maandalio, na Sabato ikaanza kuingia. Na wale wanawake waliokuja naye kutoka Galilaya walifuata, wakaliona kaburi na jinsi mwili wake ulivyowekwa. Wakarudi wakafanya tayari manukato na maramu, na siku ya Sabato walistarehe kama ilivyoamriwa. Na tuombe. Baba na Mungu wetu, asante kwa ajili ya uwepo wako pamoja nasi asubuhi njema ya leo. Tunakushukuru kwa wakati mwema ambapo umefikia. Mungu, utubariki katika neno lako ambalo tunaenda kulisikia kutoka kwako. Utufundishe kulingana na mapenzi yako, na uwe na kila mmoja wa mtazamaji mikononi mwako. Na hata pia nami nikiwa studio hii, uwe nami. Kwa Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu tumeomba. Amen. Tutaenda kuangazia juu ya zawadi za mwisho kwa Yesu wakati wa kifo chake. Mtu anapoaga dunia, watu wanashughulika sana, kiasi ya kwamba kwanza amewekwa wapi, tutamweka wapi, na au jambo la pili ni wapi atazikwa. Jambo la tatu, kuna watu wanatoka mara kwa mara wa familia kwenda, hata kama ni mochari, kwenda kutazama mwili umewekwa kivipi. Tunaweza kuona ya kwamba baada ya kifo cha Yesu kuna mtu ambaye ametajwa jina lake Yusufu Arimathia. Yusufu Arimathia alikuwa ni mmoja baadhi ya Wayahudi ambaye aliweza kuenda na kutazama mwili wa Yesu. Nia ya Yusufu sana, yeye alikuwa mtu mwaminifu, yeye alikuwa ni mtu shupavu. Alienda akauomba huo mwili. Watu wanaweza kuchanganya na kuona ya kwamba, usielewe eti ya kwamba Yusufu huyu ni yule baba wa Yesu. La hasha, si hivyo. Kwa hivyo tunaona ya kwamba huyu ni Yusufu mwingine ambaye anaitwa wa Arimathia, mwenye haki, na mtu ambaye alikuwa ni mcha Mungu na alikuwa ni Myahudi. Naweza kuona ya kwamba baada ya kuchukua ule mwili wa Yesu ulikuwa umewekwa, naona ya kwamba sasa alipewa, akachukua huyo mwili akaufunga vizuri na sanda vizuri, na akapeleka kwenda kumzika. Zawadi kuu ya Yusufu hapa ni lile kaburi ambalo lishimbwa kwenye pango, lile ambalo watu wa hapo awali waliweza kuchimba kaburi na kuliliweka tayari, ili mtu akifa tu aweze kupelekwa pale na afunikiwe pale. Lakini wakati huu hii ilikuwa sasa ya kwenda kumweka Yesu. Naona ya kwamba alitoa kaburi, na pamoja na kaburi sanda, na pamoja na hivyo sasa kushughulikia Yesu kwenda kumzika. Kuna wamama ambao wametajwa hapa.
Wale ambao pia kama vile nilikwambia, watu wanataka kwenda mara kwa mara mahali ambapo mtu amelazwa na kwenda kuona kuko vipi. Naweza kuona ya kwamba hawa wamama walienda pale kwa ajili ya heshima za Yesu na pia kwa ajili ya kwenda kutoa zawadi zao. Wao waliweza kutoa manukato na maharamu, yale ambayo ni mafuta yenye harufu nzuri, ili baada ya kuweka mwili kuwe kiasi ya kwamba hautaoza, hautanuka vibaya, kutakuwa kuzuri. Tunaweza kuona ya kwamba Yusufu pia aliweza kushughulika hata kutoa sadaka na kufanya mambo mengine mazuri. Katika hali hii Yusufu na kujitolea kwake, yeye hakuiana vizuri na yale mambo yote ambayo hawa Warumi walitenda na Yesu. Wanawake waliotoa manukato kumpaka Yesu na mafuta ya kufuliza pale vizuri, akiongoza wale wengine kiasi ya kwamba kusiwe na harufu. Matendo ya watu hao walidhihirisha uaminifu wao kwa Yesu. Wewe unadhihirisha uaminifu wako kwa Yesu? Walidhihirisha ya kwamba wako tayari kumtumikia, wako tayari kusimama naye. Mpendwa mtazamaji, mambo haya ama wamama hao tunaweza kuyatenda mambo mengineyo mazuri kwa Yesu. Kwanza kumtii, kwanza kufuata neno lake, tatu kumwamini, na tatu kukaa ndani yake na kuyasikiza mafundisho yake. Ijapokuwa Yesu baada ya kuzikwa, Yesu alilala na siku ya tatu akafufuka. Yuko hai, ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba, mkono wa ushindi na mkono wa nguvu zake Mungu. Kumfuata Yesu kuna maana kubwa maishani mwako. Je, mtazamaji, unamfuata Yesu hatua hadi lingine, ama unamfuata kwa muda na unaacha? Kukumbuka mateso yote aliyoyapata ni kwa ajili yako na ni kwa ajili yangu. Tunayatangaza matendo ya ajabu aliyoyatenda. Alipokuwa ulimwenguni, aliponya watu, aliwapa watu chakula wakiwa na njaa, aliweza kufufua wafu kina Lazaro, aliweza pia hata kuwatibu wagonjwa wote. Mtazamaji wangu, hayo yote ni matendo mazuri. Baada ya kifo kuna uhai tena. Baada ya siku 3 Yesu alifufuka, na hiyo ni dhihirisho ya kwamba kifo sio mwisho, lakini kuna uhai, kuna maisha baada ya kifo. Tutaendelea na kufufuliwa pale na kupaa na Kristo mbinguni. Kanisa la Mungu, ama wewe mtazamaji wangu, kaa katika hali ya kujiandaa, ukijua ya kwamba Yesu atarudi na waliokufa wote watafufuliwa. Bahari litatoa wote waliokufa na watu wote kusanywa pamoja na hata kupelekwa mbinguni kwa ajili ya kupata taji kwa waliotenda mema. Lakini waliotenda mabaya na shetani na malaika zake, hao watatumbukizwa kwenye jehanamu. Kujitolea kwako ni baraka kubwa mtazamaji. Kujitolea kwako ni baraka kubwa. Tukue kiroho na tupate kuendelea na tupate kuwa na maisha mazuri yale yanayoweza kupendeza Mungu. Tutoe shukrani zetu kwake. Hao walitoa vipaji vyao, kaburi, sanda, mafuta mazuri, manukato, na hayo yote hizo pia walitoa kama matoleo. Na sisi tutoe mioyo yetu na shukrani zetu mbele zake, tukikaa katika hali ya kuomba ili tuzidi kuendelea na kuona kazi ya Mungu ikiwa mbele yetu na kulitenda na kulifanya ipasavyo. Bwana ibariki neno lake. Tuombe. Baba Mwenyezi Mungu, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya kuzungumza nasi kupitia neno lako. Mbarikie mtazamaji, mbariki katika shughuli zote za siku ya leo, na uweze kumtangulia katika kila jambo hatua hadi lingine. Baada ya kutufikisha jioni, tukampe moyo wake kushukuru na kusema ni asante. Ako na mahitaji mbalimbali, Baba umtimizie. Ututimizie sisi zote kwa sababu ni watoto wako. Kwa Yesu Kristo aliye Bwana mkombozi wetu tumeomba. Amen. Ujasiri wa kusimama. Yaani wa kusimama kwa ajili ya kweli. Tumeweza na kuona na kujua kwamba Yosefu alijitokeza wazi kumheshimu Yesu hata wakati wa hatari. Wakati wa hatari
hakuweza na kupotea ama kuonyeshana kwamba amjui, lakini alimheshimu mpaka akaheshimu mwili wake. Huyo ni Yosefu. Na pia aliweza na kuonyesha heshima hata kwa mwili wa Yesu. Huyu Yosefu, tunaona kwamba mazishi yalifanywa kwa heshima na utaratibu, kuonyesha upendo dhidi ya Yesu. Yosefu akiwa pale, Yosefu akiwa ametuata na mpaka kaburi lake pale, akatoa yote kwa sababu ya Yesu. Hakuweza na kumkimbia. Wewe huwa unakimbia watu wakati wa hatari, unaongopa ama unakuanga na msimamo? Uaminifu hata katika huzuni, waliweza na kuamini. Wale wanawake waliendelea kuonyesha uaminifu. Walikuwa pale wakimlilia Yesu, wakimwangalia hata wakati wa majonzi makubwa. Kutokea hatari, kuwe hali iko namna gani, uko tu pale na yule ambaye unamwamini. Hapa kutii neno la Mwenyezi Mungu, waliweza na kustarehe ama na kupumzika siku ya Sabato kulingana na amri. Waliweza na kundumisha utiifu katika hali ngumu. Waliweza na kudumisha utiifu hata wakati huu ambao ulikuwa ni wakati mgumu. Tumaini katikati ya ukimya. Hata wakati ambapo Yesu alikuwa pale kaburini, hizo siku 3 walikuwa na matumaini, walikuwa na tumaini, wakawa na ukimya, wakingojea yakaweza na kutendeka. Ingawa Yesu alikuwa kaburini, Mungu alikuwa bado anatenda kazi kimya chini. Kimya cha Jumamosi akikuwa mwisho wa hadithi. Kimya cha Jumamosi. Walikuwa pale wamenyamaza, wametulia. Lakini Mungu alikuwa anaendelea na kufanya kazi ndani ya hiyo kimya yote. Tumaini katika ukimya. Katika huo ukimya, hata na wao walikuwa wanaamini. Wanafuatilia, wametulia kuona litatokea namna gani. Hata katikati ya nyakati za giza, za majaribu, za maumivu, uaminifu na ujasiri na pia utiifu kwa Mungu vinaendelea kuwa muhimu. Ni vitu muhimu katika kuamini, utiifu wote, ujasiri. Mungu hutimiza maksudi yake. Tusije tukakata tamaa. Kile ambacho aliweza na kutuahidia, ataweza na kukitenda. Kama Yesu alisema baada ya siku 3 nitaweza na kufufuka, na yeye akaweza na kutendeka. Pia nasi tukaamini kwamba kile ambacho Yesu kanena juu yetu, kile ambacho Mungu kapanga juu yetu, hakika kwa wakati wake kitaweza na kutendeka. Ninakutakia wakati mwema, siku njema. Siku ya leo ndugu zetu, dada zetu wanaenda katika nyumba za ibada kuabudu Mwenyezi Mungu. Ninawatakia ibada njema, ibada ya baraka. Kwa wale wote wengine ambao mtakuwa na hafla tofauti, Mungu akawe pamoja nanyi na neema yake ikawatoshe. Bye bye.